Sasa ndio hapo, asante mtumishi wa Bwana, ndio hapo rekodi inaanza ili nirudie tena. Kwa hiyo mara ya mwisho tulipoanza hicho kipengele kinachosema tuzitake nguvu za kustahimili, kuvumilia majaribu, kushinda changamoto. Kwa hiyo tulisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13. Tuliona mambo matatu hapo, naenda tu haraka. Tuliona katika neno hilo ya kwanza kwamba majaribu ni kawaida ya wanadamu, kwa maana hakuna mwanadamu anayeishi katika uso wa duniani ambaye hapitii majaribu. Na jambo la pili tuliona Mungu hata tuacha tujaribiwe kupita tuwezavyo, kwa maana ya kwamba jaribu ninalopitia ni saizi yako, tukimtegemea Mungu tutashinda. Na la mwisho tuliona kwamba Mungu atafanya mlango wa kutokea. Kwa hiyo pia tulisoma Yakobo 1:4. Neno la Yakobo anasema furahini kwa mnapoingia kwenye majaribu, kwa maana ni njia ya mimi na wewe kukamilishwa na kuwa wakamilifu. Na pia tukasoma Yakobo hiyo 1:12-14. Tunapovumilia majaribu tunapokea taji ya uzima. Kwa hiyo leo naendelea na Ayubu 5:7-11. Nitasoma haraka lakini nitasoma mstari wa 7. Anasema lakini mwanadamu amezaliwa ili apate mashaka kama cheche ya moto zilukavyo juu. Bwana sifiwe. Mstari wa 9 anasema yeye afanyaye mambo makuu. Nimeacha mstari wa 8 kwa kuokoa muda. Anasema yeye afanyaye mambo makuu yasiyofanana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Bwana sifiwe. Alafu mstari wa 10 anasema yeye atoaye mvua inyeshe juu ya nchi na kuyapeleka maji mashambani. Sura 11 anasema awainuao juu hao walio chini, na hao walio waombolezao ukuzwa wawe salama. Kwa hiyo tunapomwona Ayubu katika huo mstari wa 7 anatamka sawa na neno la Wakorintho tuliyosoma mlango wa 10:13. Anasema mwanadamu amezaliwa apate mashaka, ambalo ni sawa na neno tuliyosoma katika Wakorintho hiyo 10:13 wa kwanza, ya kwamba jaribu ni kawaida ya wanadamu, kwa maana hakuna mwanadamu anaishi katika uso wa dunia ambaye hapitii majaribu, hasa kwa mtu ambaye ameokoka na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo tunamuona Ayubu baada ya kutambua hivyo kwamba mwanadamu amezaliwa apitie mashaka au kupata majaribu, ni kawaida ya wanadamu. Tunasoma mstari wa 9 na wa 10 anamtukuza Mungu. Kwa hiyo anamtukuza Mungu kama jinsi ambavyo, kwa hiyo tunafananisha na neno hili alilosema Yakobo kwamba tufurahi tunapoingia kwenye majaribu, kwa sababu tutapokea taji ya uzima. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea neno lingine katika Waebrania 2:17-18. Mstari wa 17 anasema hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Mstari wa 18 anasema na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, ambaye ni Yesu, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kwa hiyo unaona wazi ya kwamba tunapopita kwenye majaribu, Yesu yuko pamoja na sisi. Pia tuliona neno linalofanana na hilo la Waebrania 2:18 ni Yohana 16 mstari wa 33b. Neno la Mungu linasema, Yesu anasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu, na sisi tutashinda kwa sababu yuko ndani yetu. Bwana asifiwe.
Alafu neno hili tena linafanana na Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 4, anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu ndio imani yetu. Kwa hiyo mimi na wewe tumezaliwa na Mungu kushinda ulimwengu na kazi na kuziharibu kazi zake. Hakuna jaribu au changamoto zitakazoturudisha nyuma. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusome tena Waebrania 6:13 mpaka 15. Mstari wa 13 anasema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe, aliapa kwa nafsi yake. Mstari wa 14 anasema akisema hakika Mungu kubariki nitakubariki, kuongeza nitakuongeza, na hivyo kwa kuvumilia akapata ahadi. Kwa hiyo na sisi tunahitaji kuvumilia na kungojea na kuendelea kuomba na kuendelea kuomba na kusimama mpaka tupokee ahadi za Bwana kama Ibrahimu alivyoahidiwa. Aliahidiwa atakuwa baba wa mataifa mengi, ikawa hivyo. Aliahidiwa atabarikiwa na kuongezeka, ikawa hivyo. Aliahidiwa atapata mtoto, ikawa hivyo. Kwa hiyo kwa uvumilivu, yani muda hautoshi kuweza kusema mambo mengi ambayo Ibrahimu aliahidiwa, au watumishi wa Mungu wote ambao tunawasoma katika Biblia wamepitia katika majaribu mengi, lakini kwa kuvumilia na kuendelea kungoja ahadi za Bwana, kusimama na ahadi za Bwana, tuliona kwamba walishinda na kupata ile ahadi na yale ambayo yalikuwa yameahidiwa na Bwana. Bwana asifiwe. Tutasoma neno la mwisho alafu tuingie kwenye maombi, ambapo Waebrania 10 mstari wa 32 mpaka 36. Anasema lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo nilipokwisha kutiwa nuru, mstahimili mashindano makubwa ya maumivu, pindi mlipotwezwa kwa mashutumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo. Maana mlionea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsi mwenu kwa maana una thawabu kuu. Ninaomba nirudia hapa. Sura 30 anasema maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. Basi msitupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi aliyoahidia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunamalizia somo hili na tunasisitizwa na neno la Mungu kwamba tusiutupe ujasiri wetu. Tuendelee kumtegemea Mungu, tuendelee kusimama na neno la Mungu na ahadi za Mungu na kuliangalia neno lake, na tunapopitia kwenye majaribu tumkumbushe Mungu maneno hayo ambayo tumejifunza, ya kwamba Mungu umesema kwamba hutatujaribu kupita tuwezavyo. Umesema kwamba utatufungulia mlango wa kutokea. Dai Mungu atufungulie milango ya kutokea tunapopita kwenye majaribu. Mungu atupe ushindi, Mungu atupe hatua nyingine zaidi, atupe nguvu nyingine zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo namba nishia hapo, tuingie kwenye tumshukuru Mungu, alafu tutaingia kwenye maombi. Tuombe. Baba, uketie mahali pa juu palipoinuka, palipo juu sana, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, tunakutukuza, tunakuinua. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwenye uweza kama wewe. Baba uliyemfalme wa wafalme, Bwana mabwana, tunakushukuru Baba kwa ajili ya masomo haya ambayo Baba tumeanza nayo muda mrefu, juu ya kuzitaka nguvu mbalimbali ili kushinda
majaribu, kushinda nguvu za giza, kushinda vita. Tumejifunza katika vipengele vingi. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza kwa kuwa umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, Bwana wafalme, Bwana mabwana. Asante Baba kwa kuwa Baba tunapita katika ulimwengu huu, na ni kawaida Baba ya wanadamu kwamba kujaribiwa. Hakuna mwanadamu anayepita katika ulimwengu huu bila majaribu, bila changamoto, lakini wewe Bwana uko pamoja nasi, na umesema ya kwamba wewe umeshinda ulimwengu na sisi tutashinda ulimwengu. Kwa kuwa Baba uko ndani yetu, hatuko peke yetu. Baba mwenye nguvu, mwenye mamlaka, umesema tusiogope, utatushika kwa mkono wako, utatusaidia. Umesema Baba mwenye nguvu, mwenye mamlaka, Baba tunapokutegemea wewe, tunapoinua macho yetu kwako Baba mwenye nguvu, mwenye mamlaka, uliye mfalme wa wafalme, utaonekana, utajidhihirisha. Umesema tukutafute maadamu unapatikana, kwa kuwa Baba wewe ni msaada uonekana hotele wakati wa mateso Baba, wakati wa majaribu, katika changamoto yoyote Baba mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Na wewe Baba uliye mwaminifu, uliye mwema, ulishinda majaribu, ulishinda yote Baba ulimwenguni, na ukasema na sisi tutashinda. Tukiangalia na watumishi mbalimbali, ni wewe uliowezesha kushinda. Tukiangalia Baba mwenye nguvu, mwenye mamlaka, hata Shadraka kina Meshaki Baba na Abednego walipotumikizwa katika tanuru la moto, ni wewe Bwana ulikuwa pamoja nao katika ule moto, na umesema Baba tunapopita katika moto hatutateketea, tunapopita Baba katika maji mengi hatutagharikishwa. Baba tunasema asante kwa ajili ya neno hili na maneno yote uliyotuwezesha kujifunza juu ya kuzitaka nguvu zako. Na umesema Baba tukutake wewe na nguvu zako, na ndipo tutapata ushindi, ndipo tutakapokuwa na nguvu, ndipo ambapo Baba tutaona nguvu zako, tutaona ukuu wako. Na umesema Bwana wote wazimiao Baba utaongezea nguvu. Baba tunaamini ya kwamba katika safari ya ijarisi yote yanayotuzunguka, yote yaliyo kinyume, kila chochote kilichoinuka Baba mwenye nguvu, umesema utatuongezea nguvu, utatuinua juu Baba. Tutakapokuangalia wewe, tutakapokutegemea wewe, utatuinua Baba juu kama tai, tutaruka juu Baba mwenye nguvu, mamlaka, kila kitu kitakuwa chini ya miguu yetu, mamlaka zote zitakuwa chini ya miguu yetu. Magonjwa, kushindwa hakutatajwa kwetu, kukata tamaa kutatajwa kwetu, bali Bwana tutauona ukuu wako na nguvu zako. Tunakushukuru Baba, tunasema asante kwa uaminifu wako na nguvu zako, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen, amen. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.